Kwa nini mmefanya kizazi chake makao? Hapa alipo. Kwa nini mnatumia wakati mwingine damu ya hedhi yake kuzalisha vitu? Haoni siku. Najua mmefunga. Kwa hiyo damu mnakunywa ndani kwa ndani. Kwa nini? Apate mtoto. Si unajua nilikuwa kabeba mimba. Umekosa kaa mbali na huyo mtoto. Unakumbuka nilikuwa kabeba mimba. Kwa hiyo umekaa tena kuzuia asibebe mimba. Nikupe shilingi ngapi? Una shilingi ngapi? Mimi hata ukitaka milioni 100 mimi nakupa. Nitapataje hiyo milioni 100? Kwanza nina njaa, unajua wewe. Mimi nitakuja. Utakuja aje? Utakujaje? Nitakuja. Kabisa. Tuongee tu. Unanihesabia. Milioni 100? Sio kitu. Ni kitu kidogo. Ni kidogo tu. Hii kitu kitoa tu. Niache tu. Naenda kuwa siji kichaa. Kwa hiyo chochote nikitaka utanipa. Lakini muachie chochote. Lakini kuache tu hapo. Hapa tu. Juzi kidogo tu nimuondoe. Hizo sadaka nazo zitoa toa. Mama huruma huyu. Nikamsaidia. Nikamlinda kidogo. Kidogo tu. Kidogo tu. Baba mkoga kidogo achanganyike. Kidogo tu. Sikiliza wewe. Sasa mimi sitaji pesa. Sitaji chochote. Unataka nini? Unataka nini? Okay. Haya. Twende. Come out. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Achia moto kwenye madhabahu yako. Ndio. Sasa unaogopa nini? We! Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Esther Ramadhani Muna. Niko mbele yenu, namshukuru Mungu kwa kuniponya tumbo. Nimezunguka hospitali. Nimetundikiwa madripu, masindano ya masaa, madawa. Lakini kwa kuja kwenye maombi kwa mtumishi Elisha, nimepona na ni mzima. Na tumbo lilikuwa linanisumbua ndani ya wiki 2. Linawaka moto chini ya chembe ya moyo. Nilipofika hapa kwa mtumishi, kweli nimepona na siumwi. Tumbo linawaka moto, maumivu ni makali. Kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 11. Pakisha kucha mimi siumwi popote. Sana ni usiku tu ndo naumwa, lakini mchana mimi ni mzima wa afya. Mimi hapa ni kwa baba yangu na kujaga kabisa kanisani, lakini kipindi hiyo nilipata misukosuko lakini sikuweza kuja. Kwa hiyo nilipoona ile maumivu na teseka usiku, nikaamua kufika hapa kwenye maombi. Kwa hiyo nikaombewa, nikawa mzima wa afya, siumwi popote. Mara kwanza kuja kipindi tuko kule chini nilikuwa sina mtoto. Nimeteseka ndani ya maana nilikuwa nikibeba zinatoka. Ikifikisha miezi 3 zinatoka, nikaja kwa mtumishi kipindi tuko kule chini. Nilikaa miaka 3 sibebi mimba. Nikaja akaniombea mtoto wangu wa kwanza nikampata. Wa pili na nikabeba hivyo zinatoka. Nikaja tena hapa kipindi amehamia hapa akaniombea nikampata tena mtoto mwingine. Na mengine mume wangu hakuwa na kazi. Nilipofikaga kwenye hii madhabahu kamuombea akapata kazi. Nyingine sikuwa na nyumba, ameniombea sasa hivi nimejenga, japo sijamaliza kiasi kikubwa, lakini namshukuru Mungu kwa pale nilikofikia. Sifa na utukufu namrudishia Bwana Yesu, na wale wote wenye matatizo kama mimi na zaidi ya mimi wafike kwa mtumishi Elisha. Maana ni mambo yote.